Mwandishi wa kitabu cha Mithali ametumia sura zote mbili, sura ile ya 6 na sura ya 24, akizungumza umuhimu wa kuamka alfajiri na mapema kwa ajili ya kufanya kazi za msingi. Na anasema yeye anayelala kidogo anaamka kidogo, anasubiri tena kidogo, anaamka baadaye, umaskini utakuja juu yake kama mwivi. Maana yake kazi zote za msingi za kuiondoa familia katika umaskini, za kuondoa giza katikati ya jamii, lazima zifanyike mapema. Sisi tunaishi katika dunia ambayo ina giza. Hakukuwa tuna giza alfajiri ya siku ile Mariamu Magdalena alipowahi kaburini, lakini giza bado lipo hata katika zama hizi. Bado yako mambo mengi yanafanyika katika ulimwengu wa giza. Bado kanisa linataabika na ulimwengu wa giza. Bado kanisa linapambana na mapepo. Bado tunapambana na roho za uhalifu. Bado tunapambana na mambo ya rushwa. Bado tunapambana na mambo ya uwizi. Bado kanisa linahangaika na uasherati. Bado kanisa linahangaika machafu yote hayo ambayo kwa tafsiri ya Wayunani yote yalihesabika kama giza. Manake giza inaweza ikawa hayo niliyosema, lakini giza inaweza ikawa ni kukosa maarifa, kukosa uelewa, au kuishi katika giza la ujinga. Lakini Biblia inatuambia Yesu amegeuka kuwa nuru iliyoondoa giza na mashaka yote yaliyokuwepo katika mioyo ya wanafunzi wake, na hasa Petro na Yohana mwenyewe. Je, wewe ambaye kwa mara nyingine tena unasikia habari za ufufuko wa Yesu Kristo, na maandiko yametushuhudia kwamba Yesu hayupo tena kaburini, je, unataka kuamini kwamba Yesu amefufuka kweli, au bado unataka kutia mashaka? Maana wale waliokwenda kaburini kwa niaba yetu, wala hakuna mashaka kwamba mwili bado uko kaburini. Yeye amefufuka, na tena ujumbe wa malaika umesema ametangulia kwenda Galilaya, ili wao watakapokwenda waweze kumwona. Bwana asifiwe sana. Lakini pili, jambo la muhimu tunalojifunza katika somo hili la Injili ni ile hali ya udadisi, kwamba wanafunzi hawa wawili wa Yesu wanatumia muda mwingi kudadisi yaliyo ya kweli. Na mimi nataka niwahimize sana kanisa la leo, tuwe watu wenye umakini katika kudadisi yaliyo haki. Tuwe watu wenye umakini kudadisi yanayofaa kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo yetu kama kanisa, lakini na maendeleo yetu pia kama taifa. Tusiwe watu wepesi wa kuamini kila tunaloambiwa, maana wakati mwingine tunayoambiwa hayana ukweli ndani yake, yanaweza kutuandaa kwa muda mfupi na baadaye tukaja kubaini kwamba hayakuwa kweli. Ni heri tuwe na moyo wa Yohana na Petro ambao hawakuamini habari za ufufuo hadi walipokwenda kaburini wenyewe, tena sio kwa kuchungulia, kwa kuingia ndani ya kaburi, kugusa hata na vitambaa vilivyokuwemo ndani ya kaburi, ili waweze kuwa na imani isiyokuwa na mashaka. Imani isiyo na mashaka ni ngao inayoweza kukusaidia katika mapito yako yote. Maana ukiamini kwamba Yesu yupo naye amefufuka kwa ajili yako, hautakuwa tena na mashaka juu ya kitu chochote, iwe ni kikwazo, iwe ni ugonjwa, iwe ni maradhi, iwe ni njaa, iwe ni tabu, iwe ni mapungufu yoyote yale. Ukiamini kwamba Yesu amefufuka, naye amefufuka awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hautakuwa na mashaka tena. Lakini jambo la tatu na la mwisho ni ile hali ya kutafuta maarifa. Unaona, haya yote yanayosemwa katika Injili ya Yohana, lengo lake ni kumthibitisha Yesu kama maarifa itokayo kwa Mungu mwenyewe. Yohana ameweka hilo wazi toka mwanzo wa Injili yake. Sura ya 1 anasema, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, na hilo neno ndio iliyofanyika kuwa chanzo cha vyote vilivyoumbwa, wala pasipo hilo neno hakuna lililoumbwa. Hapa tena Yohana anathibitisha kwamba Yesu alikuwa ni maarifa yaliyotoka kwa Mungu, nayo maarifa hayo yalithibitika katika njia ya ufufuko wake. Maana kwa mara ya kwanza Wayahudi waliamini kwamba mwili unaweza kupokea uzima, nao huo mwili ukapaa kutoka katika hali ya kuharibika. Hakuna kinachoweza kuharibika kwa imani, maana katika imani lolote linawezekana, maana hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako, hamna lisilowezekana kwa Mungu. Mwambie tena, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hata Wayunani ambao walikuwa
walioamini hapa walishindwa na wakasalimu amri kwamba lisilowezekana hatimaye limefanya nini? Limewezekana. Yesu amefufuka na amefufuka kweli kweli. Yeye aweze kubadili mashaka yetu, hofu zetu, giza lolote ambalo yamkini limetanda katika akili zetu, katika mioyo yetu, katika fahamu zetu, katika familia, katika makazi, katika shughuli zingine, vyovyote vile ambavyo tunaishi kwamba hapa kuna jambo sifahamu. Amini kwamba Yesu anayo nguvu ya kutosha kuiondoa giza na kuleta nuru kama ilivyothibitika katika ufufuo wake. Yesu atusaidie sana tunapojaribu kufika mahali ambapo kama kanisa la Anglikana Dayosisi ya Kibondo tunapojaribu kuangalia tulikotoka, tunapojaribu kuona magomvi tuliyokuwa nayo, tunapoangalia jinsi tulivyofarakana, tunavyoangalia tulivyopelekana hata mahakamani, wakati ambapo kila upande walikuwa wanadhani wako sawa, hata wale ambao walikuwa gizani. Yesu leo amefufuliwa ili wote kwa pamoja tuweze kukiri kwamba hakuna nuru nyingine inayoweza kuleta wokovu kwa ulimwengu isipokuwa Yesu peke yake, na wote wanaotaka kumwamini waamini katika hiyo nuru, maana sisi tumezaliwa katika nuru na sharti tubaki katika nuru, maana tunamwamini yeye aliye nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi hatuna njia nyingine wala hatuna mbadala. Njia yetu ni Yesu Kristo. Hatuna nuru nyingine. Njia yetu na nuru yetu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu amefufuka.